Tumetembelea miradi hii mikuu mitatu. Ni miradi mikubwa ambayo inakuja kuleta utulivu kwa upatikanaji wa umeme katika jiji la Dar es Salaam. Tayari serikali imewekeza zaidi ya bilioni 280 kwa ajili ya kuweka vituo vya kupoozea umeme na njia za kusafirishia umeme. Ni katika maeneo ambayo yanatumia umeme mkubwa sana katika nchi yetu. Ukiangalia uzalishaji wa umeme tulionao kwenye taifa letu, karibia megawatts 750 zote zinatumika Dar es Salaam peke yake. Kwa hiyo wananchi walikuwa wakiona low voltage, wananchi walikuwa wakiwa wanaona huduma ya umeme saa nyingine haipatikani kwa uhakika. Kwa hiyo tunachokifanya, uwekezaji huu uliofanywa na serikali ni katika kuhakikisha tunaweka umeme wa uhakika kwa watumiaji wa kawaida wa majumbani, lakini vile vile viwandani. Kwa Dar es Salaam mmeona muda mwingi tulikuwa tunategemea kituo cha Ubungo. Sasa hapa tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuleta umeme mwingi zaidi kusaidiana na kituo chetu cha Ubungo, ambapo umeme wa Kinyerezi, umeme wa Julius Nyerere wote utakuwa ukifika hapa katika jiji letu la Dar es Salaam, na kisha utaenda Ilala na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapunguza load iliyokuwepo pale Ubungo, ambayo itawezesha sasa wananchi kuendelea kupata umeme wa uhakika. Miradi iko mingi. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya trilioni 15 miradi ambayo inaendelea, na sehemu hii mmeisikia ni bilioni 280. Sasa tulikuwa Gongo la Mboto, Kinyerezi 1 extension na hapa, na malengo mahususi ni kuboresha huduma zetu. Uwekezaji unaongezeka, viwanda, watu wanaongezeka. Kwa miundombinu inayokuwepo leo, lazima baada ya uwekezaji kuongezeka na idadi ya watu kuongezeka, lazima tuitoe na tuweke miundombinu mikubwa zaidi kwa ajili ya kumudu hitaji la wateja wetu. Mheshimiwa Rais ametuelekeza, hataki kabisa sisi watu wa umeme tuonekane ni kikwazo kwenye maendeleo ya watu, na tunamshukuru ametuwezesha. Jitihada zote hizi zinaendelea kuhakikisha umeme unaendelea kuwa sekta wezeshi kwenye biashara, uwekezaji na huduma.